Naitwa Onesmus Githinji na mimi ni mzee wa kijiji cha Jabine kuanzia mahali ambapo tuko sahihi. Sababu kubwa ya kuweza kuleta hii habari ni kwamba tuko na shida area hii ya Jabine. Hali mbaya ya sewage ambayo imetoka upande huu wa Langas. Once ikiblock, hiyo uchafu yote inaelekezwa upande wa Jabine. Na tumelalamika more than 10 years kuhusu hii blockages ya sewage. Na watu ni wagonjwa ni kwa sababu ya uchafu huu ambao umeelekezwa upande huu wa Jabine. Shida ya kwanza, mitaro ambayo tulichimbiwa, hiyo mitaro sio standard. Mitaro ilichimbwa deep, alafu culverts ziko juu. Ile inafanya ya kwamba maji haiwezi kuteremka inavyotakikana. Sewage hii ikikuja inanyamaza kwa mitaro. Umbu imezaliwa kule. Watu wanagonjeka malaria. Watu wanalala wakiumwa na vichwa na pia tumbo. Hata kolera wengine wako nayo. Ng'ombe zetu zinakula nyazi ambayo ni contaminated sababu ya hiki kinyezi. Kwa hivyo hata ile maziwa tunayoitumia katika area hii ni maziwa ambayo ni contaminated. Kwa hivyo tunahofia serikali isipochukua hatua ya haraka, kuna ugonjwa wa kolera italipuka katika kijiji hiki chetu cha Jabine. Tunaomba hii mitaro ichimbwe inavyotakikana. Na ikiwezekana mtaro uanzie hapa Golden Gate ielekezwe upande wa Cherunya kule chini. Ili hii kinyezi ama sewage overflow ikiblock, iwe ikimwagika kwa hiyo mtaro inaelekea kule upande wa Cherunya. Lakini siwe ikikuja upande huu wetu wa Jabine. Chakula tunayokula ni ugonjwa tupu. Watu wanalala wakipumua harufu mbaya. Juzi saa hizi tunaelekea mazishi ya the late James Thiong'o. Thiong'o alianguka kwa hiyo mtaro. Na isingelikuwa ni sewage, Thiong'o saa hizi tungekuwa tunaongelelea mtu ambaye yuko ward, tunakabiliana na mambo pengine ya majeraha. Lakini hata postmortem results inaonyesha ya kwamba Thiong'o alifariki ni kwa sababu ya kukunywa sewage. Kwa hivyo hii sewage ndio imetumalizia mmoja wetu. Tunaomba serikali ichukue hatua ya haraka, na isipochukua tutachukua hatua mikononi mwetu. Sisi Jabine Nimekaa hapa kwa muda, niliingia hapa mwaka jana mwezi wa 7. Sasa hii sewage inatusumbua, inamwagika, inakuja kwa nyumba. Mvua ikinyesha kidogo inapomoka, inakuja kwa nyumba. Nang'ang'ana na hii maji ya sewage, lazima tu iende kwa barabara kwa maana tuko na watoto wadogo hapa. Na hawa watoto wakikosa hii vitu yenye inatoka sewage watakonjeka. Sasa hii ndio shida yenye tuko nayo, kama unaweza kutusaidia kututengenezea hii sewage. Mara ya kwanza ulikuwa unanielezea